ni kutoka Matendo ya Mitume 13 mstari ule wa 2, na kitabu cha Matendo ya Mitume na wengine wanaita kitabu cha Matendo ya Roho Mtakatifu, iliyozoeleka Matendo ya Mitume, inayosemwa na wanaosema wengine Matendo ya Roho Mtakatifu 13:2. Toleo moja limeandikwa hivi: walipokuwa wakimwabudu Bwana na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile maalum niliyowaitia. Hiyo ni neno Biblia takatifu. Toleo lingine wameandika, walipokuwa wakimtumikia Bwana na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi niliyowaitia. NASB. Toleo lingine wameandika, walipokuwa wanafanya ibada yao kwa Bwana na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, niteulieni Barnaba na Saulo kwa ajili ya kazi niliyowaitia. Biblia Habari Njema. Toleo lingine wameandika, walipokuwa wakimwabudu Bwana na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni pembeni Barnaba na Sauli waifanye kazi niliyowaitia. Biblia takatifu. Toleo lingine, basi hawa walipokuwa wanamfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Biblia yetu ya SUV. Na mstari umejitosheleza. Kama ni kichwa, mstari umejitosheleza. Lakini ungempa mtu kusema anayeweza kusema kwenye mstari huu, huenda mtu mwingine angesema maneno haya: Barnaba na Sauli wanateuliwa ama wanachaguliwa na kutumwa ama kupelekwa kufanya kazi. Wanachaguliwa, wanatumwa, wanapelekwa kufanya kazi, hawajajipeleka. Lakini mwingine pengine angeandika, kama ni kichwa angekuwa anaandika wito kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Wito kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Kuna wito wa kutumikia mambo mengi, lakini habari hii ya mstari tuliosoma ambao ni mstari mkuu kwa mkutano wetu huu wa 30, kwamba wito kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Yamkini mwingine angesema usikivu na utifu wa sauti ya Mungu. Usikivu na utifu wa sauti ya Mungu. Na tuzungumza sauti ya Mungu, pengine sauti ya Roho Mtakatifu, sauti ya Roho wa Bwana, sauti ya Roho wa Kristo, sauti ya Roho wa uzima, sauti ya Roho wa Kristo. Na habari hii inatupa picha juu ya uhusiano wetu na Mungu. Inatupa picha juu ya uhusiano wetu na Mungu. Wapendwa watumishi wa Mungu, kwa moyo nyenyekevu mnanyenyekea mbele za Mungu
na mbele za kanisa lake, kusimama mbele ya watakatifu wake kwenye mkutano huu wa 30. Nilete ombi kwako. Hivi nilivyosimama, naomba endelea kuniombea. Hivi nilivyosimama, endelea kunisikiliza. Hivi nilivyosimama, endelea kutafakari haya ambayo tunashirikishana. Na nilichoshangaa nilipopata mstari huu, nikashangaa kwamba neno la Mungu linaishi. Ni habari za muda mrefu ambazo enzi hizo mwandishi aliandika habari hizi, kwa nimeona kwamba neno la Mungu linaishi, neno la Mungu li hai. Lakini pia nikashangaa kwamba hawa watu wamekusanyika, wako kwenye ibada, wako kumtumikia Mungu, wamekusanyika kama tulivyokusanyika kwenye kusanyiko la madhabahu hii, na ndipo sauti inasikika kwamba nitengeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Nikaa nafikiria kwamba upo uhusiano wa imani na akili zetu, upo uhusiano wa imani na milango yetu ya fahamu, upo uhusiano katika kutenda utume wa Mungu. Nikafikiria hivyo, nikasema sijajua wenzangu wanalionaje hili, maana kama wapo kwenye ibada inasikika hiyo sauti, masikio yamefanya kazi, na akiwaambia kwa kazi ile niliyowaitia, macho nayo yanaona, ufahamu najua ni kazi ipi hiyo ambayo wameitiwa. Lakini wapendwa watumishi wa Bwana, siku moja nilibarikiwa niliposoma Yohana 15:16, mahali hapo nikakutana maneno ambayo yakanishangaza. Yesu akiwaambia wanafunzi wake akisema, sio ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyowachagua ninyi. Kumbe Yesu anawathibitishia wanafunzi wake kwamba sio wao walimchagua, ila yeye aliwachagua. Na nikashangaa sana nilipokutana na maneno haya, nikawa nalinganisha na ujumbe ambao unazungumza kwamba katika moyo wa mwanadamu mnakuwa na ila nyingi, mnakuwa na mipango mingi, lakini shauri la Bwana ndilo ambalo linaweza likasimama. Moyo wa mwanadamu mna mipango mingi, mna mambo mengi sana, lakini shauri la Mungu ndilo linaloweza kusimama. Na ndani yake watumishi wa Mungu wana mkutano mkuu. Nikatambua na kuona mstari ambao wenzetu wako kwenye ibada wanamwabudu Mungu, nikaona kwamba Mungu anatumia watu kuchagua watu ili wafanye kazi ya watu na Mungu. Nikaona kwamba Mungu anatumia watu kuchagua watu ama kuteua watu ili watu wafanye kazi ya watu na Mungu kwa ajili ya utukufu wake. Ndicho nilichokiona hapo, maana akisema nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Tutakiane baraka za Mungu, ambapo sauti hii nasi tukijihudhurisha kwenye madhabahu hii, tuisikie sauti ya Mungu ikisema nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Na kama Mungu anatumia watu kuchagua watu ama kuteua watu wafanye kazi ya watu na Mungu, Mungu atupe neema kuheshimu watu, acha kudharau watu, acha kubeza watu, maana watu ndio Mungu anawatumia watu wafanye kazi ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama Mungu anatumia watu kuchagua watu wafanye kazi ya watu na Mungu kwa utukufu wake na ustawi wa jamii, kwa hiyo tuendelee kuheshimiana, tusidharauliane,
maana unaowadharau ni watu ambao Mungu anatumia watu ufanye kazi ya watu na Mungu. Ninakumbuka enzi hizo kuja fomu ya kwenda uinjilisti jimbo la Kusini, ushirika wetu wa Bujela. Fomu ikaja ushirikani, baraza likatangaza, na alipotangaza kama watu wanaweza kaenda kusoma. Nataka kuzungumzia kutumia watu, kuchagua watu wafanye kazi ya watu na Mungu. Kwa hiyo nilipoipata ile fomu ya kwenda kusoma, mzee wa kanisa na wazee wa kanisa maeneo mbalimbali wakawashirikisha waumini wao, nami nikaa miongoni mwa kupata fomu ya kwenda kusoma. Kwa hiyo baraza kijiji kimenijadili, sabu ikanijadili, baraza la wazee likanijadili, na baadaye nilisoma kule Utengano mwanzoni, na fomu imepelekwa na tukafanya mitihani na tukafanya kwenye mtaa hiyo mitihani, lakini baadaye mpaka ninachaguliwa kuipata fomu, Mungu alitumia watu. Naeleweka? Mimi nimekaa nyumbani, fomu imekuja, ilikotoka imekuja kwa watu ambao ni baraza la wazee, na wakafanya waliofanya baraza la wazee, kwa nami nikajikuta nimo miongoni mwa watu kufanya kazi ya watu na Mungu. Kwa Mungu anatumia watu kuchagua watu. Lakini nikaona jambo lingine kwamba upo uwakilishi. Kwa hiyo leo tunaposhirikishana habari hii, Mungu atujalie neema kuthamini dhamana ambayo tunapewa na watu, kufanya kazi ya watu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Maana akisema nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Kwa watumishi wa Mungu, Mungu atujalie neema yake kuthamini dhamana ambayo watu wanatupa tufanye kwa niaba ya watu. Kama anasema nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Kwa Mungu endelee kutujalia moyo wa unyenyekevu, maana tunachaguliwa miongoni mwa watu. Nilibarikiwa siku ambapo nilimwona Yesu amewachukua akina Petro, akina Yohana, akina Yakobo, wengine wameacha 9 pale chini, amewachukua 12 kwenda kule mlimani, kachukua 3 miongoni mwao kama uwakilishi, na wakaona utukufu mkubwa huko. Kwa hawa waliochukuliwa miongoni mwa watu, hata akasahau na wengine kwamba amewaacha chini walipoona uzuri kwamba tubakie huku. Neema mahali ambapo tunaweza tukapelekwa na watu kwa niaba. Hatujawa bora kwa ajili ya hao wengine, ila inahitajika idadi ya watu kadhaa wawepo mahali sehemu fulani. Naeleka tumisha Bwana, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Na maana alikuwa kwenye ibada wanaomba na kufunga. Nilichoshangaa mahali hapo kwamba maombi yana nguvu ya kushangaza kwa watu wengi. Maombi yana nguvu ya kushangaza kwa watu wengi. Kivipi? Anayeomba inamshangaza, anayeombewa inamshangaza, wanaoshuhudia yanayoombwa wanashangazwa, shetani anashangazwa, na utukufu unamrudia Mungu. Kama hawa ambao wanasema nitengeeni Barnaba na Sauli ni wapendwa wako Antiokia, ambapo ni matokeo kanisa limepigika, maana limepita katika mateso. Na ukitangulia sura zinazotangulia, akina Stefano wameuawa, wamepigwa na mawe, watu wakaingia kwenye maombi, wakaingia kwenye kuomba. Na ungeenda mbele kidogo, akina Petro wametiwa hata ndani, waombaji wameomba,
Walipokuwa wameomba wako kule ndani, Petro amefungwa na makamanda ambao wanamlinda watu 16, lakini watu walipojimimina moyo kwa Bwana ambaye anasema niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa magumu msiyoyajua. Na mkutano huu tumekaa hapa, watu wanaomba na tunaomba Mungu atuonyeshe mambo makubwa magumu tusiyoyajua, na utukufu ukamrudie yeye, akifanya mambo ya kushangaza. Maombi. Walipoomba, Petro ametembelewa na malaika katikati ya maskari, maana maombi hayana ukuta, hayazuiliwi. Hata ungefanya maandamano uandamane ili uzuie maombi, haya yenyewe hayatishwi maombi na maandamano. Hata ungepiga mabomu ya machozi, lakini maombi yanavuka. Maombi yanamfanya mtu awe mjumbe hata kwenye kikao ambacho si mjumbe, lakini maombi yanamfanya mtu awe mjumbe kwenye kikao, na unaweza ukaparticipate katika maamuzi ambayo hurudi physical, lakini kupitia maombi yanafanya kitu, yanashangaza nayeomba, yanashangaza nayeombewa, yanashangaza mashuhuda, na shetani anashangaa nini kimetokea, na utukufu unamrudia Mungu. Katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, Mungu na ashangaze, afanye lilo la kwake. Maombi yalipoombwa na wale wapendwa wanajifungia, Petro ametoka, yeye anashangaa, waliokuwa naomba wanashangaa kwamba nini wanaomba wao wenyewe, wanashangaa wao wenyewe. Naeleka tumisha Bwana. Hata sasa watu wanaomba na watu wamemimina mioyo yao kwa Bwana, na Mungu akitenda yatakayotendeka, wanashangaa huyu naye katokea wapi? Ametoka kwa Bwana. Kwa Mungu atujalie neema kuendelea kutembea katika maombi. Wamekaa wakiomba na kufunga, na wapo kwenye maombi, Mungu akafanya mambo yale makubwa. Jitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile iliyowaitia. Ndani yake mwenzenu nikaona upo umoja katikati ya ujumbe huu, na Mungu atujalie neema ya kutunza umoja katika mwili wa Kristo. Maana akisema nitengeeni Barnaba na Sauli. Umoja kivipi? Hawa watakaofanya maamuzi ya kumtenga Barnaba na Sauli lazima wawe na umoja, ili namna ya kuamua utengo wake kuwekwa pembeni, lazima wafanye kwa umoja. Lakini huyu Barnaba na Sauli na Paulo, huyu aliyelitesa kanisa, ameliumiza kanisa, na watu wa njia hii walipoomba na hata alipomfinyanga na kumwita, nao wanashangaa, wamesahau kwamba wasema Mungu, pigana nao wanaopigana nasi, teta nao wanaoteta nasi. Kwa unapoomba, Mungu akiingia kazini anafanya mambo ya ajabu ya kushangaza. Kwa nini? Amesikia. Na kuna wimbo tumeimba hapa kwamba yupo Mungu mbinguni asikiaye tunayoomba. Ndani ya mioyo yetu kuna mipango mingi, kuna mashauri mengi, lakini shauri la Bwana lipate kusimama kupitia maombi. Kwa maombi hayo yakamsimamisha, na anasema nitengeeni Barnaba na Sauli. Ni jamaa huyu aliyeshiriki kumpiga mawe Stefano, na hapo wametawanyika, wameenda mpaka Antiokia, wameenda huko Syria na maeneo mengine, lakini Mungu hafungwi na kila vitisho, anaita watu. Nani angetegemea Sauli aliyetesa kanisa kwamba naweza akaitwa? Mungu atujalie neema kuendelea kutembea katika mapenzi yake Bwana. Tunapoomba Mungu aendelee kufanya mambo yaliyo ya kwake. Lakini wapendwa watumishi wa Bwana, nitakiona kingine kwenye mstari huu kwamba Mungu anatujua kwa majina na anajua na uwezo wetu. Mwenyekiti wenye watumia Baba Askofu wa Zambia, mambo yenye hapa na Arusha kaskazini
yaani jimbo la Kaskazini ambao ni Arusha, na kama mwenyekiti amekuja kwa niaba ya mwenyekiti, hajaja wa Rukwa. Kwa nini hujaja wa Rukwa? Okay. Mimi nimekaa kule mwishoni, utanipelekea kitabu hiki. Mimi nimekaa kule mwishoni, utanipelekea Biblia hii. Hawa wameitwa wafanye kazi ile niliyowaitia, na kule nilikokaa wanakufahamu. Nimesema kule mwishoni. Baba Askofu wa Zambia, naomba urudi ulipokuwa umekaa kabla hujaja hapa. Baba Makamu Mwenyekiti wa Kaskazini, naomba urudi ulipokuwa kabla hujaja hapa. Masikio amesikia na macho yao yamefanya kazi, na waliona nilipokuwa amekaa na wamepeleka. Naeleweka? Nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile iliyowaitia. Iko shida, akija asiyeitwa atafanya ambayo hajaambiwa afanye na hakuweza. Naeleweka tumisha Bwana. Na kama natujua kwa majina ile Isaya 41-3 anasema, sikiza Israeli, usiogope unapopita kwenye mazagazaga, usiogope. Na kama anasema sikiza Israeli, sikiza Yakobo, maana yake akisema sikiza Misri. Naeleweka? Lakini wasomaji wa Biblia, nyinyi mashahidi, akagawa talanta 1 5, mwingine 3, mwingine 1, kwa kadri ya uwezo wao. Sasa wewe, Mwanakondoo ameshinda, Mwanakondoo ameshinda, Mwanakondoo ameshinda. Kwa Mungu atujalie neema. Ukiitwa itika, usipoitwa usitike. Naeleweka? Wazee wangu hao hawajaitika, maana sijawaita. Hata kama angetamani waite, sijawaita. Sasa siku ambapo nilikuwa namfanyia ibada baba katibu mkuu anaitwa Naliwali, nilimsikia kwenye tundirundiru tu kwamba nimefanya kazi miaka 40 na miaka 18 kwa pati niliyoitaka pale juu ya, akasema utifu jamani. Na yeye akasema, wewe unazubazuba tu mahali hapo, si ungenyanyuka. Utanyenyukaje wasipo kunyenyua? Naeleweka? Sasa ukitaka kunyenyuka unajinyenyua, unaenda hapa, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Tunaosikia sauti hii, Mungu atujalie moyo wa umoja ili tutende. Barnaba ni yupi na Sauli ni yupi? Baba Askofu wa Zambia na makamu mwenyekiti wa Kaskazini, naomba mjane, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Kwa Mungu atujalie neema kutunza umoja ili tuendelee kumzalia Mungu matunda, na kama ni kumzalia Mungu matunda kwa imani na organ zetu, milango ya fahamu. Jimbo hili lina mipango mbalimbali, kazi ile niliyowaitia, kuwaleta watu kwa Yesu, kutimiza mipango ya jimbo hili, ambapo jimbo tunatamani kulifikisha kwa kazi ile niliyowaitia, ambayo jimbo hili linatamani tufikishe mambo. Mtu anaweza kawa anataka, lakini sisi hatutaki. Mungu hataki, wewe unataka. Wewe unaweza ukataka, sisi hatutaki. Sasa na Mungu hataki.
Unaweza usitake, sisi tunataka na Mungu anataka. Naelewa? Unaweza usitake, Mungu akataka. Unaweza ukataka, Mungu asitake. Nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Walikuwa katika ibada, wakiomba na kufunga. Moyo wa ibada. Unajua moyo wa ibada, na ukijiundulisha madhabahuni kwa Bwana, hata kama ulikuwa bafuni naomba, Roho wa Bwana akisema nawe kwamba omba, huwezi kusema niko chooni nikapulizie perfume, nikapake poda, nikajiangalia na kwenye kioo. Mungu akiingia kazini mahali, haijalishi umejiandaa au hujajiandaa, Bwana ndiye anashuka saa ya kushuka. Mungu atujalie neema kuwa tayari kupokea sauti ya Bwana. Kwa nini? Maana hata kama ulikuwa mahali ambapo, na ndio maana mtu ana drive na shanga hapa amepaki gari pembeni, pamoja na speed ambayo alikuwa anaendesha na paki gari pembeni, anataka zungumze na Mungu wake. Alikuwa bafuni anaoga na hajachana na nywele, hajajipulizia na perfume, anaomba huko. Sasa ngoja niende sebuleni, niende chumbani, choo. Mungu kuombea chooni haimsumbui. Kwa nini? Hii ni ufahamu wa kwetu. Mungu ni Mungu. Kwa popote pale ambapo tupo watumishi wa Bwana, ndio maana niombeeni, maana mimi mwenyewe siwezi. Nasimama hivi maana unaniombea. Sisi jamani, tunaendelea na mkutano, kuna watu hawajaa, na ukiwa na utiifu na sauti ya Mungu, kuna wengine wanashangaa ni wapenzi wa kitimoto na ndizi, ama wapenzi wa supu, wapenzi wa pilau, wapenzi wa ugali na samaki. Lakini sauti iliyosikika kwa hawa watu, nitengeeni Barnaba na Sauli. Sasa kama ni saa ya chakula ni kitimoto na ndizi, lakini sauti ikisikika hakuna kula, huwezi ukasema ninapenda kitimoto, huwezi ukasema napenda pilau. Ni kweli napenda, sio kwamba upendi, lakini sasa anasema hakuna kula. Ni kweli umetoa pesa, familia ifurahi na wewe ufurahi, ni sahihi, na Pepsi ya baridi. Ni kweli, lakini sasa anasema hakuna kula. Nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaita. Kwa Mungu akiingia kazini, hata vitu tunavyovipenda Mungu anatubadilisha kama hatuvipendi. Kwa Mungu atujalie neema yake kuisikia sauti yake. Mbarikiwe Baba Askofu wa Zambia na makamu. Wametii. Hata kama angependa akapata anatusumbua, wanatuita sisi wenyewe, lakini wamekuwa watiifu. Bado dakika chache, karibu na malizia. Mungu aendelee kutujalia moyo wa mshikamano na moyo wa kutembea katika kutunza umoja wetu. Na kama nasema nitengeeni Barnaba na Sauli, tuwatakie baraka za Mungu wale ambao Mungu atawatenga, wajue tunakoelekea. Maana usipojua tunakokwenda, utakwenda ambako hatutaki twende. Na muda mwingine mtu asipokuwa na muda mzuri wa ratiba yake, atauona muda ni mwingi alionao, maana hajaweka mambo ya kufanya kwa kila muda. Kwa niliposema nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile iliyowaitia, kiko kipindi ambacho hawa ambao Mungu atawaita wanaposafiri kwenda kwenye uinjilisti huko, wanaposafiri kwenda kwenye huduma za ustawi wa jamii, ili Mungu apate kuinuliwa, ili Mungu apate kuonekana kupitia watu. Maana Mungu hatujakutana naye Mwanza, hatujakutana naye Kahama, hatujakutana naye Shinyanga, tunakutana na Mungu bila ambavyo nimekutana babangu hapa, ninamuona Mungu kwamba huyu ni mfano wa Mungu. Mungu aliye ni Mungu wa tajiri na maskini. Ilikuwa niwe na muda ambao nilikuwa nimepewa niendelee kuwa nao, lakini wabadilishia.